Tusikubali kuolewa ndoa za utotoni, kwa sababu zitakupelekea wewe utaenda kupata mtoto, yule mtoto utashindwa kumlea katika malezi bora, hatimaye ataenda kukua katika makuzi mabaya kwa sababu tu umempata ukiwa utotoni. Sasa wewe mtoto, alafu unaenda kupata mtoto, unategemea kwa nini? Mama mtoto, baba mtoto, mmezaa mtoto. Si ni utoto huo mnaenda kufanya? Kwa mtoto anakuwa katika hali ya utoto, hamna malezi bora. Kwa tu avoid au tuepukane na malezi ya utotoni, ndoa za utotoni. Tunaelewana jamani? Tusikubali kuolewa ndoa za utotoni, sawa? Awi. Kwa ajili ya kuwapa watoto elimu na kuwaonesha kwamba wana umuhimu gani wa kujitunza, wawe watoto bora ili waje kuwa walezi bora, waje kuwa waumini bora wa dini zao, lakini pia waje kuwa wazazi bora na watu wema katika jamii. Kwa hiyo unaweza kuongea na watu mtaani, lakini ukiongea na mtoto katika siku ya leo inakuwa ina uzito wa aina yake. Kwa hiyo tumeonelea tuje tuifanye hapa ili kuendelea kuwajenga watoto, kwa sababu watoto ndo msingi. Mtoto anapokuwa vizuri, moja kwa moja atakuwa mzazi mwema na atajenga jamii ambayo ni njema. Wazazi waongeze muda wa kukaa na kuongea watoto, kuwasikiliza matatizo yao mbalimbali ili kuweza kuyatatua, kuepusha mambo ambayo yanaweza akadili baadaye, kama vile mtoto kujihusisha kwenye makundi mabaya kwa sababu ya kushindwa kukaa na mzazi chini kumweleza matatizo yake yanayomsibu. Wazazi wakitoa muda kwa watoto kwa kuwasikiliza na kuwasaidia kuwashauri, itapunguza mmomonyoko wa maadili na tabia mbaya. Kwa sababu kijana kama umri wetu sisi hapa, kijana ambaye hatokaa chini na mzazi kuongea naye, lazima tu atatafuta njia mbadala ya kupunguza mawazo yake. Ndio maana unakuta vijana wengi wanajihusisha kwenye uvutaji wa bangi au utumiaji wa madawa ya kulevya kwa sababu wanashindwa kuondoa stress. Wazazi waongeze malezi bora kwa watoto ili mradi kujenga familia bora, kwa sababu wakiwapa watoto malezi bora, watoto nao watatengeneza familia bora zilizokuwa zina amani, ambazo zitasababisha kuepusha tabia chafu.